Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Ibrahim Ali Msanda. Ni mwenyekiti wa kikundi kikubwa, kikundi mama, kikundi cha vijana, kikundi maarufu cha Transcargo. Awali ya yote, kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi, Mola ambaye kwa namna ya kipekee, kwa mapenzi yake na shani yake, Mwenyezi Mungu ametujalia sisi sote hapa, mimi ninayezungumza na nyie mnaonitazama, pamoja na wanakikundi wenzangu wa kikundi cha Transcargo, pumzi tunaendelea kuivuta bila malipo aina yoyote, pumzi ambayo imetujalia kutupa uwezo wa kutupa nguvu iliyotujalia kutupa namna ya kuweza kumuvu na kuendelea kuishi katika maisha yetu ya kawaida ya kila siku. Tuna imani kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, shughuli zetu kama kikundi, kama vijana, zinaendelea kwa mtaji wa afya ambao Mwenyezi Mungu ametupa. Tuna kila sababu ya kumwambia Mungu tunashukuru na asante sana kwa mapenzi yake ya uhai na pumzi. Moja kwa moja, kikundi chetu cha Transcargo ni mwingiliano na muunganiko wa vijana, sisi watoto wa kimaskini, ambao slogan yetu ni kuunganika kwa pamoja, kutumia fursa ambazo serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeziweka, hasa kwenye eneo letu la viwanda, eneo mama, eneo la kata ya Mpanda Hoteli, mtaa wetu wa Mpanda Hoteli, eneo ambalo lina viwanda vingi vya kiuzalishaji, viwanda tofauti tofauti. Nasi pia kama vijana tukaona kwa namna moja ama nyingine tuna kila sababu sasa ya kuweza kujiorganize kwa kikundi kimoja, kutumia fursa ya uwekezaji huu ambao umewekezwa katika maeneo yetu. Mwanzo kikundi chetu cha Transcargo kilisajiliwa rasmi tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2014, lakini sasa tumemove mwaka 2021 tukabadilisha jina kutoka kuitwa kikundi cha Transcargo, na sasa tunatambulika kama kikundi cha Mpanda Hoteli Cargo Group. Na hii ilikuwa ni maana adhimu kabisa ya kuendana na jina linaloendana na sehemu tulipotoka. Jina la Mpanda Hoteli Cargo Group limebeba dhima ya eneo letu la kata Mpanda Hoteli, mtaa wa Mpanda Hoteli, ambapo ndio kikundi chetu kilipo, na wanachama wengi tumezaliwa hapa. Ofisi zetu pia zinapatikana hapa eneo la Mpanda Hoteli. Kwa sasa kikundi chetu kinatambulika kama Mpanda Hoteli Cargo Group. Transcargo imebaki ni jina la nickname, kwa maana jina maarufu ambalo linafahamika. Kikundi chetu mwaka 2014 kilikuwa na wanachama wapatao 30, lakini mpaka sasa kutokana na namna ya utawala bora, namna ya kufungua milango kwa vijana, tuna vijana mpaka sasa tupatao vijana 70 ambao tumechanganyika. Wanawake wako 2 na wengine 68 wote ni wanaume. Pia kikundi chetu malengo yake makubwa yalikuwa ni kuunganisha nguvu pamoja, kuunganisha nguvu zetu sisi kama vijana na kuhakikisha tunaweza kutumia fursa hizo tulizozisema kuweza kujipatia kipato, kuweza kujikimu kwenye uchumi na maisha mengine kuweza kuendelea. Malengo yetu mengine yalikuwa ni kuhakikisha kupitia nguvu zetu tunaenda moja kwa moja kuweka utekelezaji wa kujitengenezea ajira sisi wenyewe pamoja na vijana wengine, lakini pia ni kupinga ule utaratibu wa namna ya ajira, lakini pia na kudumisha namna ya umoja na mshikamano na ushirikiano wetu sisi kama vijana, kuendea kabisa kukimbia umaskini na kuhakikisha kupitia kazi tunazozifanya tunajitengenezea kipato sisi kama vijana, na kupunguza kabisa namna ya changamoto ya ajira ndani ya eneo letu. Lakini pia yako malengo mengine ambayo sisi kama kikundi tumejiwekea. Moja ilikuwa ni mikakati ya kikundi chetu ni kujenga eneo la grading ya mashine, kwa maana ya kupata eneo la kuchakata mchele. Hayo ni malengo ambayo tunayo sisi kama kikundi, kupata grading ya mashine kwa ajili ya kuchakata mchele. Lakini pia malengo mengine tulionao sisi ni kilimo pamoja na ufugaji, ambayo mpaka sasa mikakati tulionayo ni kuweza kutumia lile shamba ambalo tunalo la hekari 30 kule Ugala kwa ajili ya kufanya kilimo hasa wakati wa masika, na kilimo cha umwagiliaji wakati wa kiangazi sambamba na kilimo. Lakini pia kuanzisha miradi mingine ya kiuchumi, ikiwemo kuanzisha mradi wa uchomeleaji kule maeneo ya Tulieni, lakini pia na miradi mingine ya kimkakati. Lakini kikundi chetu yako mafanikio kadhaa ambao kimsingi sisi kama vijana tumenufaika na uanzishwaji wa kikundi chetu. Moja, sisi kama kikundi mpaka sasa tumekuwa na utaratibu wa kununuliana viwanja mbalimbali sehemu mbalimbali,
na kikundi chetu kiliwezesha kuweza kupata viwanja maeneo ya kampuni, na kila mwanachama aligawiwa kiwanja chake, na baadaye tukaweza kupata maeneo ya milala, na kila mwanachama akapata kiwanja chake, na baadaye pia kikundi kiliwezesha kuweza kupata maeneo ya viwanja kule Tulieni, na kila mwanachama pia alipata kiwanja chake. Kwa tathmini hiyo inaonyesha sasa kila mwanachama angalau ana viwanja karibu vitatu ambavyo pia anaweza kuvitumia katika uzalishaji wake na maeneo ya makazi. Lakini pia kama nilivyosema, tuna shamba ekari 30 ambalo lipo kule maeneo ya Ugala, ambalo kimsingi kama nilivyoeleza tunalitumia kwenye kilimo pamoja na ufugaji, ambao kimsingi tumeweka kama sehemu ya mkakati wetu. Lakini pia mafanikio mengine kama nilivyoeleza ni namna tulivyojitengenezea ajira kama vijana, tulivyounga nguvu yetu moja, na tuna uhakika wa kupata riziki zetu za kila siku, na maisha mengine ya familia yanaenda kupitia kikundi hiki. Lakini pia tuna utaratibu mwingine wa mafanikio ni kujenga umoja wetu, ambao sisi kama vijana tuna grupu kubwa sasa ambalo kimsingi tunasaidiana. Lakini liko eneo lingine la namna mwanachama anavyonufaika. Yako mafanikio mengi nimeeleza kikundi. Sasa kuna mafanikio ya mwanachama mmoja mmoja, namna ambavyo yanaweza kunufaika na kikundi chetu. Tuna utaratibu wa kusaidiana hasa kwenye matatizo, kwenye maafa, pale yanapotokea magonjwa aidha au kifo. Kwenye magonjwa tumewekea utaratibu wa kuchangiana fedha ambazo kimsingi kila mwanachama kwa idadi yetu tuliyopo atakapopata magonjwa, aidha yeye, mke au mtoto ndani ya familia na ndugu wengine, basi kikundi chetu kina namna ya kuhakikisha kinamsaidia kwenye magonjwa yale. Na ikitokea kifo alikadhalika, pia kuna michango ambayo kikundi pia huwa inatoa moja kwa moja. Lakini lengo kama nilivyosema ni namna ya kusaidiana. Asante. Nikienda moja kwa moja kujibu swali la kwanza, ambao swali linauliza faida ambazo wanachama wamezipata kwa mtu mmoja mmoja. Kwa ufupi, ziko faida nyingi ambazo wanachama wamezipata mtu mmoja mmoja. Faida ya kwanza kama nilivyoeleza kwenye maelezo yangu ya msingi, kila mwanachama mpaka sasa ana takriban viwanja vitatu ambavyo amegawiwa kutoka kwenye kikundi hiki. Lakini pia faida ya pili, kila mwanachama ana uhakika wa kuhakikisha kwamba kwa kila siku ana uwezo wa kujipatia kipato cha kila siku cha kuendesha shughuli zake, cha kuendesha familia kupitia ofisi hii. Lakini yako mapato yetu ambayo kimsingi huwa tunayakusanya kwenye shughuli tunazozifanya. Mapato haya huwa yanagawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, mapato haya huwa yanaingia kwenye posho za mara kwa mara kwa wanachama, kwa mwanachama mmoja mmoja, aidha posho za kila mwezi au posho pale itapotokea posho kutoka. Lakini ukiachilia hilo, kila mwaka huwa kuna gawio kubwa la fedha nyingi ambazo kila mwanachama anawezeshwa kuweza kupata nje ya kipato ambacho alikipata ndani ya ufanyaji kazi. Anapata gawio, tunaita gawio kwa maana ya zile asilimia, na ni fedha nyingi ambazo mwanachama zinamruhusu sasa kuweza kuendesha maisha yake ya kila siku. Asante. Nikijibu swali la pili nililoulizwa, kundi la wanawake kwenye kikundi chetu kiuhalisia mwanzo halikuwa halitambuliki, tulikuwa hatulitambui, na hii nadhani ni kutokana na aina ya kazi tunazozifanya. Kazi tunazofanya unajua ni ubebaji wa mizigo. Sasa pengine kwa kipindi kile na mifumo iliyokuwepo ilikuwa ni ngumu sana wanawake kujiunga. Ila ukifuatilia maelezo yangu ya msingi niliyoyatoa, kwenye idadi yetu ya wanachama 70 tuliopo mpaka sasa, tunao wanawake wawili. Mtu anaweza kujiuliza wanafanyaje kazi? Hii ni utaratibu tuliowekeana. Kwa sasa una uwezo wa kuwa mwanachama wa kikundi cha Transcargo hata kama ufanyi kazi hii ya ubebaji mizigo. Kwa pia nichukue fursa hii kualika na watu wengine akiwemo Anziga Studio, naye akipendezwa na yeye na kujiunga na kikundi chetu anakaribishwa. Anaweza kuendelea kuwa kameramani, kuchukua matukio, lakini pia akaendelea kuwa mwanachama wetu wa kawaida. Na wako watu wengi ambao wamejiunga, madereva tunao, lakini pia tunao watu ambao wanafanya kazi kwenye mashine, lakini pia ni wana kikundi chetu. Kwa kipindi hiki nafasi ya wanawake kwenye kikundi chetu ipo, na wale ambao watahitaji kuendelea kujiunga nasi tunawakaribisha.
Kwa upande wa utofauti wa uongozi uliopita na uongozi huu, upo tofauti mkubwa, hasa kwenye upande wa sera ya utawala bora. Wakati nachaguliwa mwaka 2020, niliingia na kauli mbiu ambayo ilianzia hapa, inayosema Transcargo, jitambue, badilika, acha mazoea. Ilikuwa ni kauli mbiu ya kuleta inspiration kwa vijana, kuhakikisha sasa tunabadilika na kutumia fursa zilizowekwa, kuhakikisha tunajipatia kipato, tunajitengezea maisha yetu ya kila siku. Utofauti upo mkubwa. Kama unavyoona, ofisi yetu kwa sasa ni ofisi ambayo inaendana na hadhi tulizonazo. Mwanzo wakati naingia kwenye uongozi hatukuwa na ofisi kama hii, hatukuwa na ofisi inaopendeza kiasi hiki, lakini leo tunajivunia kuwa na ofisi imara, ofisi bora ambayo tuna uwezo wa kumkaribisha mtu yoyote ndani ya ofisi yetu na akasema kweli nimeenda kwenye ofisi ya kikundi cha Transcargo. Lakini pia mabadiliko mengine, mabadiliko ya kiutendaji kwenye upande wa uongozi. Unajua, kwenye vikundi shida mojawapo ambayo inasababisha vikundi vingi ya vidumu ni swala la fedha. Swala la fedha limekuwa ni kikwazo, na hasa wale viongozi ambao huwa wanachaguliwa na kuaminiwa kwenye nafasi hizo wakiwa sio waaminifu. Na mimi kabla sijaingia kwenye uongozi huu, shida hiyo niliikuta kwenye kikundi changu, niliikuta kwenye kikundi chetu, shida ya fedha. Mara kwa mara kelele zilikuwa zinatokea kwa wanachama, fujo, ngumi kwa ajili ya mambo ya fedha na kukosekana kwa uadilifu na uaminifu kwenye fedha. Lakini nilipoingia mimi nilidumisha uaminifu na tukaweka uongozi ambao kwa namna moja ama nyingine uwe na hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu, kuhakikisha kile kinachopatikana basi kiendane na utaratibu wa kila mmoja kupata haki yake. Na huo ni utofauti ambao mpaka sasa nimeingia kwenye historia kuwa mwenyekiti pekee ambaye nimeweza kuweka utaratibu mzuri wa mapato yetu ya kikundi. Na japo changamoto nyingi za mapato kushuka, lakini pia hichi kidogo kinachopatikana kimekuwa kinatusaidia sana kwenye kuendeleza mambo yetu kama kikundi. Lakini pia zile fujo, zile kelele, zile ngumi zilizokuwa zinatokea miaka ya nyuma na sasa hazipo. Na sasa swala la fedha na mahesabu limekuwa ni swala la wazi. Idadi ya wanachama 70 wote wanajua mwezi huu tumekusanya shingapi, shingapi iko benki, shingapi tunatakiwa tugawane, shingapi imetumika. Hili nalo ni utofauti mkubwa sana. Lakini mwisho pia utofauti wa uongozi uliopita na sasa ni kwenye matukio ya kijamii. Baada ya mimi kuwa mwenyekiti, nimekuwa mwenyekiti wa kihistoria ambaye kwa namna moja ama nyingine nimekisaidia kikundi changu kutambulika sana kwenye utawala kwa kutokana na matukio. Yako matukio mengi ambayo nilianzisha. Moja, tulipata nafasi ya kwenda kutembelea watu magereza, wale wafungwa ambao wamefungwa kule kwa jinsia ya wanawake na wanaume. Tulienda kuwatembelea na tukapeleka zawadi pamoja na mahitaji mengine muhimu kupitia kipato chetu. Lakini pia tulianzisha utaratibu wa kusapoti utalii wa ndani na kuanzisha ziara ya utalii wa ndani, Transcargo utalii wa ndani, ambao tulifanya kule kwenye hifadhi yetu ya taifa ya Katavi National Park, ambao pia tulienda kuweka historia. Lakini pia tulianzisha utaratibu wa upandaji miti baada ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Tukaona pia nasi kama vijana, kama kikundi cha Transcargo, tunayo sababu ya kuendelea kuisupport serikali. Tukaanzisha tukio kubwa sana la upandaji wa miti ambalo pia lilileta impact kubwa kwenye maeneo yetu. Mbali na hilo, tulianzisha utaratibu wa usafi baada ya kuona mji wetu wa manispaa ya Mpanda na mkoa wetu wa Katavi umeshika namba ya mwisho kabisa kwenye ile miji ambayo ina kiwango kizuri cha usafi. Sisi kama vijana tukaona ni jukumu letu pia tukaanzisha programu ya usafi ambayo pia nayo imeleta impact, imeleta mafanikio makubwa. Swala la usafi sasa likaamka na sisi kama vijana tukashiriki, likiwemo matukio mengine ya utoaji wa damu kuchangia, matukio mengine ya kusaidia wazee na watu wengine ambayo yameleta mwamko na mabadiliko makubwa sana kwenye kikundi chetu. Nikienda kwenye kujibu swali lililoulizwa, kwanza niichumie nafasi hii kuwashukuru wanachama wenzangu wote wa kikundi cha Transcargo. Na niwashukuru kwa sababu nikiri mbele yao kwamba wao pia wamekuwa ni sehemu ya sababu ya mimi kuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mpanda Hoteli. Ukiachilia kuwa mwenyekiti wa Transcargo, lakini pia ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mpanda Hoteli ambapo ndio Transcargo yetu ilipo. Kwa namna moja ama nyingine, utekelezaji niliofanya kwa miaka 4 iliyopita ndani ya kikundi hiki ulipelekea kuwapendezesha wanajamii, kuwapendezesha wananchi
namna ambavyo niliwakuta vijana na namna ambavyo tulikuwa tunabadilika kwenye sera ya utawala bora, namna utafutaji wa fedha, namna pia tulivyokuwa tukishiriki mambo mbalimbali ya kijamii na serikali. Kwa wananchi pia wakavutiwa na namna ya uongozi niliokuwa nao hapa kwenye kikundi, na ikawapendeza kwa kunichagua pia na mimi kwenda kuwa mwenyekiti wa mtaa wa Mpanda Hoteli. Lakini pia sababu pia kikundi hiki kinachangia, na pia ni sababu muhimu ya mimi kuwa mwenyekiti. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wananchi wote wa mtaa wa Mpanda Hoteli walionipigia kula na wanachama wenzangu wa kikundi cha Transcargo. Ujumbe tulionao au neno kwa upande wa serikali, kwanza nitumie nafasi hii pia adhimu pia kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa tena na wananchi wa Tanzania na mimi nikiwemo, kwa ushindi mkubwa sana wa 97%. Ushindi ambao umeweka historia kwake, ushindi ambao utaenda kumpa deni la kuhakikisha na sisi pia anatulipa kwa kutufanyia yale mema kama rais wetu. Lakini pia kama kikundi tunatoa pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Katavi, Mheshimiwa Mwanamvua Hodha Mlindoko. Amekuwa ni mtu ambaye anatushika mkono sana mara kwa mara. Toka amekuwa mkuu wa mkoa tumekuwa tukishirikiana naye kwenye mambo mbalimbali. Tumekuwa pia anatushika mkono pale tunapopata shida na malengo yetu yanatimia. Lakini pia nimpongeze kipekee pia Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Mpanda, Mheshimiwa Jamila Yusuf Kimalo, naye amekuwa ni msaada mzuri kwetu, tunafanya naye kazi vizuri, na toka amekuwa mkuu wa wilaya amekuwa akitupa ushirikiano wa kutosha. Lakini pia yupo mkurugenzi wa manispaa ya Mpanda, Mheshimiwa Sofia Juma Kumburi, naye pia amekuwa ni mama yetu mlezi ambaye ametushika mkono, anatulea, tunashirikiana kwenye mambo mengi sana ya kikundi. Na hapa kwa mkurugenzi niseme neno, sisi kama kikundi ya MOI tumeomba mkopo mkubwa, mkopo wa milioni 93.6, mkopo ambao utaenda kutupatia gari sisi kama kikundi la ubebaji wa mizigo, gari ambalo litakuja kuongeza pia impact kwenye kikundi chetu. Na kwa dua na sala tunamwomba Mwenyezi Mungu abariki mkopo huu tuweze kuupata kwa wakati kama jinsi tulivyouomba. Lakini pia wako viongozi wengine wa chama, mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa Idi Kimanta tunafanya naye kazi vizuri, lakini pia mwenyekiti wetu wa CCM wa wilaya Joseph Luamba naye tunafanya naye kazi vizuri, tunashirikiana nao. Kwa upande wa serikali sisi tunaomba pia waendelee kutushika mkono, tuendelee kufanya nao kazi vizuri, na sisi tunawaahidi kama vijana tutaendelea kuwa vijana bora ndani ya taifa hili, na tutaendelea kutumia fursa zilizopo ndani ya kata yetu kuweza kujipatia kipato. Kwa hitimisho ni wakaribishe vijana wote ambao wanatamani kujiunga na kikundi chetu. Ofisi yetu inapatikana kata ya Mpanda Hoteli, barabara ya zamani ya TANESCO. Kama unaenda kwa Uzamaindi, ukifika utaulizia ofisi ya Transcargo, utakuta jengo zuri. Ofisi yetu sasa hivi ni ya kisasa na ina mlango wa kioo. Hapo nisisahau kusema. Ukifika unakaribishwa, nafasi zipo na kila mmoja tunampa fursa ya kujiunga na sisi, kwa sababu lengo letu ni kutoka kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine, sisi kama watoto wa maskini kuweza kujipatia kipato kutumia fursa zilizowekwa. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwasihi vijana wenzangu wa Transcargo, wananchi wenzangu wa Mpanda Hoteli na maeneo mengine, tuendelee kuidumisha amani yetu ya Tanzania. Tuendelee kudumisha amani, kwa sababu amani ndio msingi wa utawala. Amani ndio itafanya shughuli zetu ziende, amani ndio itafanya tuendelee kubeba mizigo, amani ndio itafanya tuendelee kuwa pamoja. Lakini pia tutumie namna bora ya kuhakikisha tunatoa ushauri wetu, sio kufanya vurugu, sio kuikosoa serikali. Sisi kama vijana tuna wajibu wa kuhakikisha tunakuwa walinzi wa kwanza kuilinda amani yetu ya Tanzania, kwa sababu hatuna nchi nyingine ya kwenda. Nchi yetu ni hii Tanzania, na tutakapoiharibu basi tutakuwa tumeharibu nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu tumerisishwa nchi hii kutoka kwa waasisi wetu, kutoka kwa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Basi nasi tutumie amani hii, na kwa sababu tumerisishwa na sisi tuwarisishe. Amani ndio tuni yetu, amani ndio inaiweka taifa letu salama. Na niseme asanteni sana kwa kunisikiliza.